Mtakatifu juu yangu. Tunaposoma neno la Mungu kujifunza, usimsomee fulani, usimfundishe fulani, jifundishe wewe. Ina maana neno la Mungu linapokuja linakuja kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Amen. Kwa hiyo tunasema tutajifunza ya kwamba Roho Mtakatifu juu yangu. Roho wa Bwana juu yetu au juu yangu ni kwa ajili ya kutenda kazi ya Bwana au kazi za Mungu. Anatufanya tuwe na nguvu. Roho wa Bwana anapokuwa juu yako, Roho wa Bwana anapokuwa juu yako au juu ya mtu yeyote, unaona ule udhihirisho wa nguvu za Mungu juu ya yule mtu. Ukiona mtu anakemea pepo linatoka, Roho wa Bwana yuko juu yake mwenye ile kufanya kazi. Ukiona mtu anamwombea mtu anapona, huyo mtu ana Roho wa Bwana juu yake. Roho ambaye Roho wa Bwana akiwa juu yako, unakuwa na mamlaka, unakuwa na nguvu za rohoni, mamlaka za rohoni, ambayo ile roho inakusaidia unapokemea, ile nguvu ya Mungu iliyoko juu yako inatenda ile kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama hauna Roho wa Mungu juu yako, unaweza kukemea kuanzia asubuhi mpaka jioni, bado badiliko lisiwepo. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu fulani ya Mungu ndani yako imepungua. Haleluya. Tutaenda kusoma Yoeli. Kwanza kabisa tutaenda kusoma wanaoandika Yoeli 2 mstari wa 28 hadi 32. Hiyo tutasoma baadaye. Lakini sasa tutasoma Mwanzo 1 mstari wa 2. Napenda sana tuanze huku kwenye Mwanzo kwa sababu watu wengi zamani walijua kwamba Roho Mtakatifu ni kwenye Agano Jipya tu. Lakini Roho Mtakatifu alianza, ndiye muumbaji mkuu. Kipindi Yesu Kristo yuko mbinguni alikuwa Roho. Amen. Na kuna sehemu kwenye Biblia, kwenye Zaburi tunaambiwa kwamba Yesu alikuwa mtendaji mkuu, alikuwa muumbaji mkuu. Lakini alipokuja kwa namna ya mwili akaitwa Yesu, tukawa tunauona mwili wa Yesu unatembea duniani, Yesu mwenyewe. Lakini kumbe huyo ndiyo Roho Mtakatifu kipindi cha Agano la Kale. Tukisoma hii Mwanzo 1 mstari wa 2, turudia wiki iliyopita pia tulisoma. Anasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Tunamwona Roho Mtakatifu hapa alikuwepo, akawa ametulia juu. Tukumbuke leo tunajifunza kwamba Roho Mtakatifu juu ya mtu, Roho Mtakatifu juu yako. Tunaona hapo tunaambiwa Roho ya Mungu ikatulia juu ya. Ina maana ilikuwa pale kwa ajili ya kutenda kazi fulani. Ilikuwa pale kwa ajili ya kuanza kuumba ulimwengu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiwa juu yako, hata wewe leo au kuanzia leo unapata nguvu fulani ya kufanya kazi ya Mungu. Unakuwa na nguvu ya kushuhudia. Unakuwa huna uoga wa kumwambia mtu mwingine habari za Yesu Kristo. Ukiona una wasiwasi, una uoga wa kuhubiri habari njema za Yesu Kristo, kuna namna unamtengeneza Roho wa Mungu kuwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naenda kuandika tena hiyo Kutoka 31 mstari wa 3 na Kutoka 35 mstari wa 31. Tutaanza Kutoka 31 mstari wa 3. Kutoka 31 mstari wa 3. Tasoma kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, nami nimemjaza Roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi ya ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba, na kukata vitu kwa kutiwa mahali, na kuchora miti na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema Roho Mtakatifu juu yako ni mtendaji mkuu, anakusaidia katika kutenda kazi. Tunaona kazi hapa si kazi za rohoni tu, za kutoa pepo au kuponya mgonjwa tu. Hapana, hata kazi zako wewe binafsi. Kama wewe ni dereva, ile kazi Mungu ndiye amekufundisha. Hata kama ulienda chuo ukajifunza, lakini mwanzo wa hicho chuo ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema kila mmoja ameweka Roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi wa kila kazi na aina yake. Kila